Karibu mtazamaji, ni wasaa kuangaza yaliyojiri kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetenga shilingi bilioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa ukumbi mkubwa wa kisasa Arena pamoja na studio za kisasa za filamu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha miundombinu ya michezo na sanaa na utamaduni hapa nchini. Tupate taarifa kamili. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Makete Festo Sanga aliyetaka kufahamu ni lini mchakato wa ujenzi wa ukumbi huo utakamilika. Kwenye bajeti hii tunapata takriban shilingi bilioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa arena na ujenzi wa studio ya kisasa ya filamu. Mchakato wa ujenzi wa mwanzo wa ujenzi utaanza hivi karibuni. Kwa hivyo hili la arena tunalifanyia kazi na liko katika hatua za mwisho za kuanza utekelezaji wake. Kwa hivyo hili jambo sio kwamba tumelifumbia macho. Kwa sasa serikali imejielekeza kwenye ujenzi wa miundombinu itakayotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Tunajenga uwanja mpya wa kisasa jijini Arusha. Tunafanya ukarabati mkubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini tunajenga uwanja wa Dodoma hali kadhalika na viwanja 15 vya mazoezi pamoja na uwanja wa Fumba kule Zanzibar. Vilevile, wizara imekipongeza Chama cha Mapinduzi, halmashauri na taasisi binafsi kwa mchango wao katika kukuza michezo nchini kupitia ujenzi na utunzaji wa viwanja vya michezo. Viwanja hivi ikiwemo kiwanja cha Mkokani vimekuwa vikitumika katika kuendesha ligi kuu na mashindano mengine mbalimbali nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iliwezesha upatikanaji wa viti 6500 vilivyotolewa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam wakati ukifanyiwa ukarabati, ambapo vilikabidhiwa kwa uongozi wa CCM mkoa wa Tanga kwa ajili ya kufungwa katika uwanja wa Mkokwani. Kwa sasa uongozi wa CCM mkoa wa Tanga umekishapata mtaalamu wa kufunga viti hivyo na kazi inaendelea. Katika hatua nyingine, mbunge wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Simai Mohamed Said, amependekeza kuanzishwa kwa bendi ya mziki ya bunge, akieleza kuwa kuna wabunge wengi wenye vipaji vya mziki. Nimefanya research, nimeangalia Iceland, Uingereza, wana bendi yao. Mwana FA anakuwa mwimbaji, yule Baptale manager, pengine naibu speaker una kipaji chako hatukijui. Tutakuwa tunatoka wakati mwingine tunapeleka tunaimba nyimbo ambazo zitajenga uzalendo. Mimi ni Kenny Malila. Asante Kenny Malila kwa taarifa hiyo. Watengeneza maudhui mtandaoni, content creators, wametakiwa kuzingatia maadili, uzalendo na kulinda taswira ya nchi wanapozalisha maudhui yao ili kuimarisha heshima ya Tanzania ndani na nje ya mipaka yake. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Nyamagana, Amina Makilagi, wakati wa mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni kwa awamu ya kwanza yaliyoandaliwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Amesema mafunzo hayo yanapaswa kuwa chachu ya mabadiliko kwa washiriki kwa kuyatumia kuboresha kazi zao na kuongeza kipato binafsi pamoja na kuchangia uchumi wa taifa. Vijana wetu kuzalisha maudhui yenye ubora zaidi na kutumia fursa nyingi zilizopo katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndio lilikuwa lengo la Mheshimiwa Rais, kwamba vijana wetu hao wanapambana, wanachangamkia fursa zilizoko mtandaoni. Unamuona kabisa mtu ana uweledi, lakini anashindwa kupenetrate na kwenda kuleta matokeo chanya kwa familia, matokeo chanya kwake, lakini na taifa kwa ujumla. Kwa upande wa afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania, CPA Nyakaho Mahemba, amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo wa shiriki katika maendeleo ya uandishi wa miradi, upatikanaji wa mitaji na uzalishaji wa maudhui bora yenye ushindani ndani na nje ya nchi. Ni lazima kazi yako ijiendeshe kibiashara, kwa maana ya kwamba iweze kulipa kodi. Si ndio? Kazi yako pia iwe fomo, yani iwe rasmi. Kwa hiyo kwenye biashara ndiko ambako kuna uendelevu wa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwenye mazoea hapo maana ni kwamba hakuna uhakika wa uendelevu wa shughuli yako. Mafunzo hayo yamehusisha mada mbalimbali ikiwemo elimu ya mitaji,
kubiasharisha maudhui mtandaoni, uwajibikaji wa wafuasi, pamoja na mbinu za kuanzisha na kuendesha akaunti za biashara kidijitali. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa na hii ni Channel 10 Plus. Asante Winga Teleza Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Na sasa mtazamaji, tukaangaze habari za michezo kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu tujue ambayo yamejiri katika mataifa mbalimbali. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Nyota wa mchezo wa tennis kwa upande wa wanawake Emma Raducanu amejiondoa katika mashindano ya Linz Open kutokana na kuendelea kusumbuliwa na maradhi ya kifua. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika kambi yake, Raducanu ambaye ni raia wa Uingereza bado hajapona kikamilifu baada ya kuanza kuugua mwezi Februari mwaka huu, hali iliyosababisha kuathirika kwa afya yake na kuchelewesha kurejea kwake uwanjani. Hii si mara ya kwanza kwa nyota huyo mwenye umri wa miaka 23 kujiondoa kwenye mashindano makubwa msimu huu, kwani pia alijiondoa kwenye mashindano ya Miami Open kwa sababu hiyo hiyo ya kiafya. Madaktari wamemshauri kupumzika ili kuruhusu mwili wake kupona kikamilifu kabla ya kurejea kwenye ushindani. Inatarajiwa kuwa Raducanu anaweza kurejea katika mashindano ya Madrid Open mwishoni mwa mwezi Aprili iwapo hali yake itaimarika. Hatua hiyo inaonyesha msisitizo wa mchezaji huyo katika kuweka afya yake mbele, huku mashabiki wakingoja kurejea kwake uwanjani baada ya kipindi kigumu cha changamoto za kiafya. Kenny Malila, Channel 10 Michezo Kimataifa. Na sasa tukageukia kwa upande wa habari za burudani, ambapo Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limempongeza msanii chipukizi Monica Samuel Mwakioma maarufu kama Tunu Halisi kwa kuibuka mshindi wa tuzo ya BASATA Rising Star Award kwa mwezi Machi 2026 kwa kupata 38.3% ya kura, akiwashinda washiriki wengine wanne waliokuwa fainali. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza kwa niaba ya kaimu katibu mtendaji wa BASATA, kaimu mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya muziki Kevin Stanislaus ametangaza matokeo hayo baada ya mchakato wa ushindano ulioanza Februari 27 mwaka 2026 ukiwalenga kuinua vipaji vya wasanii wachanga nchini. Hongera sana Monica Samuel Mwakioma, na safari yako sasa ya kukuendorse inaanza rasmi leo. Moja ya zawadi ambazo atapata Monica Samuel Mwakioma, atapata tuzo na cheti. Hii itatolewa tarehe 15 pale Alliance Francaise, ambapo tunatarajia kuwa na ugeni mkubwa kutoka balozi wa Ufaransa, kutoka wizarani kwetu. Lakini pia atapata nafasi ya live performance. Atatumbuiza Alliance Francaise kwa dakika 30 na atalipwa hiyo siku ya tarehe 15. Lakini atapata nafasi ya kurekodi nyimbo 3 ambazo 2 zitakuwa ni za kwake na moja ni kwa ajili ya kuhamasisha AFCON 2027. Na tutampa nafasi ya kufanya media tour kwenye media 3 kubwa ambazo zitamtambulisha kwenye tasnia ili aweze kufahamika, na atapewa fedha taslimu isiyopungua shilingi milioni 1. Kuwaomba vijana wasanii ambao mna nyimbo na mnatamani kufika mbali, kuwatangazia kwamba zoezi la kuwasilisha nyimbo kwa mwezi wa 4 limefunguliwa rasmi leo. Kupitia ushindi huo, msanii huyo anaingia katika hatua mpya muziki wake, akitarajia kunufaika na fursa za kukuza kipaji chake kitaifa na kimataifa, huku akitarajia kukabidhiwa rasmi tuzo yake kati ya Aprili 2 hadi 15 mwaka 2026. Hongera Tunu Halisi, hakika nyota mpya imezaliwa. Lula Ali, Channel 10 Plus. Asante Lulu Ali, hakika nyota mpya imezaliwa. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo, na kukumbusha kesho ni Ijumaa Kuu na hakuna kula nyama. Langu jina ni Esther Mtebe.